Jina lake kamili ni Darlene Jason Watkins Jr. na kuzaliwa ni Ohio, Marekani. Na wengi tunamfahamu kwa jina la iShowSpeed. Kwa nini iShowSpeed? Manake ninaonyesha kasi, ndiyo maana yake iShowSpeed, kwa maana kuwa nafikiri watu wengi wanamfahamu, ni maarufu sana kwa kufanya vitu kwa nguvu, kutumia nguvu zaidi. Na amekuwa maarufu yani kuanzia 2016 pale kwanza ndipo ambapo alifunguaga YouTube channel yake. Na maana nataka nikuambie iShowSpeed ni nani. Lakini kikubwa zaidi sio kumjua iShowSpeed ni nani. Kikubwa zaidi ni vile ambavyo amebadilisha taswira hii ya bara la Afrika kwa Wamarekani wengi ambao wamekuwa wanaongea sana kuhusiana na ni namna gani ambavyo kupitia content hizi anazozifanya huyu iShowSpeed, na wao wamebadilisha mtazamo tofauti na mwanzo walivyokuwa wanaitazama Afrika. Ndio maana niko hapa. Lakini huyu ni kijana mdogo sana kwa sasa na miaka 21. Hata bado hajafikisha kwa sababu ni tarehe 25 mwezi wa kwanza 2005 ndio alizaliwa. Kwa maana yake tunapofika tarehe 25 ya mwezi huu wa kwanza ndipo anapoenda kusherehekea birthday yake. Kwa unaona ni kijana mdogo, sio kijana mkubwa. Na ndivyo hivyo. Kwa hiyo kuanzia miaka ya 2016 pale akaanza anafanya content zake, na content na watu wengi walikuwa wanapenda kwa mambo yake ya kitoto kama vile kubweka kama mbwa, umeona. Lakini pia vile game, alikuwa na stream game na akicheza game makelele vile anavyokuaga na makelele hasa ndio ikaanza kumpa umaarufu. Kwa hiyo baada ya hapo sasa ndipo tukawa na management, na hiyo management ikaanza kummanage na akaanza kufanya content. Na ukiangalia hiyo management yake tunaweza tukasema imesimama kweli kweli. Ni kwa nini? Kwa sababu wanaweza wakastream live kwa muda wa masaa hata 10. Unaona, kwa ndivyo hasa hivyo ilivyo. Kwa hiyo iShowSpeed, kuna watu nilikuwa naona wanakosoa rais wa Kenya Dr. William Ruto alipomkaribisha yeye mwenyewe, wakasema yeye ni nani, lakini washindwa kuelewa kitu kimoja, kuwa iShowSpeed anapokuja katika taifa lako, maana yake taifa lako atalitangaza. Kwa sasa ni content creator ambaye ni maarufu sana duniani. Unajua wako wengi, lakini hasa huyu tunamuongelea, huyu ni maarufu mno duniani. Na kulikuwa na taarifa, sijui zimekaaje na ukweli wake ukoje, kuwa hata waziri wetu hapa wa sanaa na michezo akasema wametuma maombi ya kuongea naye ili aweze kuja Tanzania. Na watu wengine wakawa sasa anakuja kufanya nini? No, kumbuka ana influence kubwa sana nyuma yake. Ana watu wengi sana nyuma yake. Nafikiri hapa ilikuwa ni, hata hapa video yake unapoiangalia unaona zile namba zinazopanda 40 na ni milioni 48. Kuna moja hapa ya China ambayo ilikuwa milioni 46, maana ameenda mpaka China. Kwa ikabidi China, makampuni ya China ya mlipe. Ukifuatilia, kama unafuatiliaga, amekuwa akiongea sana kuhusiana na magari haya ya umeme ya China. Kwa naongea, kuna gari nyingine ambayo niliona inaingia mpaka kwenye maji hivi, inazama chini kabisa hivyo na inaenda afu inatokea upande wa pili. Kwa hiyo haya yote ni nini? Kampuni zilikuwa zinamlipa kwa sababu wanajua watu alionao nyuma yake. Kwa hiyo liko namna hiyo. Lakini huyu bwana yeye ndio mambo yake anayofanya, kwa anatumia nguvu sana kufanya vitu vyake na nini. Kwa ameenda kwenye mataifa mbalimbali, mpaka Rwanda pia ameenda. Kuna probability ya kuwa labda Rwanda, serikali ya Rwanda ilimlipa pesa, kwa sababu kumbuka Rwanda wako vizuri sana kwenye masuala ya kuitangaza Rwanda. Nafikiri unajua hata kwenye baadhi ya hizi timu kubwa duniani na zenyewe jezi yake unakuta imeandikwa Visit Rwanda. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo sio ajabu sana kusikia kuwa labda Rwanda, serikali ya Rwanda imemlipa iShowSpeed aende Rwanda. Kenya pia vile vile, na hivyo ni kwa sababu hivyo ndivyo anavyoweza kuitangaza sana nchi yako. Lakini tunakumbuka kitu kimoja, aliulizwa kuhusiana na Tanzania, akasema Tanzania hapana usalama sana. Sasa
sijajua ni kwa nini amesema hivyo, lakini najua ni habari tu vile vile namna ambavyo zinatembea na anaulizwa swali hili akiwa yuko Kenya. Kumbuke sisi wapinzani wetu kimaendeleo ni wa Kenya. Au ni taifa la Kenya niseme. Maana sisi ni majirani ndio, lakini pia vile vile ni watu ambao tunashindana kwenye swala ili ambalo ni swala la kibiashara. Kwa hiyo haya yote yanakuwa yako hivyo. Kwa hiyo pia akaongea kwa namna hiyo. Okay, sasa kitu kikubwa ambacho nimeona nimuongelee Aisha Speedy na kukuambia majina yake, amezaliwa wapi kama nilivyokuambia, Ohio, Marekani, lakini tarehe 25 mwezi wa kwanza 2005 ndipo alizaliwa. Kwa hiyo manaka anatimiza umri wa miaka 21. Ni kijana mdogo sana, lakini amegain influence kubwa sana kwa watu wengi sana, na kama YouTube channel yake inaweza kafikia subscribers milioni 48. Sasa hivi anakimbilia kwenye 49 na watu wanaomfuatilia ni wengi. Akiwa live unaweza kukuta watu 100,000 wako live wanamwangalia Aisha Speedy. Kwa maana kwamba kama akiamua kutangaza sasa nchi yako, maana yake utatangazwa. Ndio maana unaona kama hizi habari ni za kweli, kuwa waziri wa utalii ni wa sanaa na michezo kama alikuwa anataka kuongea naye. Kwa hiyo hilo linakuwa ni jambo zuri, lakini kikubwa zaidi ni kuwa ni namna gani Afrika watu walikuwa wanaiona, hususan wa Marekani, mpaka inafikia mahali mpaka Black America. Na Wamarekani weusi sio kuwa ni wazawa wa pale, no, ni watu ambao asili yao ni kutokea Afrika. Mtakumbuka wakati wa biashara ya utumwa, biashara ya utumwa walichukuliwa wengi huko waende wakafanya kazi kule. Kwa hiyo wakajikuta wengine wamezaliwa huko, baada ya kuzaliwa huko wakaanza alafu baadaye wamekuwa wakionyeshwa picha za ajabu kuhusiana na Afrika vile ilivyo. Wamekuwa wakiambiwa kuwa Africa is so poor, na picha kwa bahati mbaya zinachukuliwa zile picha za watoto wanatoka kamasi huku wana manzi mdomoni na hivyo. Kwa hiyo ndio taswira ambayo ilikuwa imeenda kwenye mataifa ya magharibi, taswira ambayo ilikuwa imeenda Marekani pamoja na Ulaya pia, maana ndo wanachukulia taswira ya namna hiyo. Kumbe ni wapiga dili, kwa sababu wale wapiga dili wao wanachokitaka ni kwenda waonyesha pengine wafadhili wao huko nje kuwa Afrika sisi bwana we are so poor, na tuko pua kwa sababu inabidi wapeleke na nini, wapeleke na picha, na picha zenyewe wanapiga picha ambazo ni sehemu zenye matatizo. Sio kuwa matatizo hayapo duniani, hata Marekani kwenyewe kuna matatizo. Tuliwahi kuonyesha hapa video kutoka kwa YouTuber mmoja anaitwa Jackie wa USA. Nafikiri hata ukiingia kwenye akaunti yake utaona anaonyesha mitaa ya omba, tena ni California, jiji ambalo ndio linaaminika ndio kama mji ni center, kitovu cha mastaa wote pale Marekani, maana hata studio za Hollywood ziko California. Kwa hiyo unaweza kuona matatizo yapo kila mahali, lakini wenzetu wanajua ni matatizo gani ya kuyapeleka na yapi sio ya kuyapeleka. Kwa wa Afrika ndio wako busy kuchukua sehemu ambazo zina matatizo na kupeleka nje ili wapate pesa na vitu vya namna hiyo. Sasa kupitia Aisha Speedy, namna ambavyo amekuwa akienda maeneo mbalimbali, amekuwa akienda mfano kama Rwanda imejengwa sana pale Kigali, pale pamejengwa mno, yani hivyo. Kwa hiyo ule usafi wa lile jiji, okay, Nairobi pia ameenda maeneo mengine kama Misri, ameenda maeneo mengine nafikiri hata South Africa. Sasa wanashangaa vile ambavyo majengo yalivyojengwa, vile ambavyo Afrika ni nzuri. Amekuwa akionyesha utamaduni wa watu kula chakula, yani wakashangaa watu wanakula vyakula vizuri. Ameenda maeneo mengine huyo Aisha Speedy ambayo yana nini tuseme, yana watu wanapika vyakula ni vingi kweli, na yeye akawa anakula. Kwa wakawa wanashangaa. Kwa watu wengi sana Black America wamesema kuwa tunaona Marekani hapa ni mtego huu tumetegewa, na sasa tunahitaji kurudi nyumbani kwetu ambako ni Afrika. Ndio maana nikasema hivyo, ngoja kwanza nimuongelee Aisha Speedy ni nani na ujue kazi aliyoifanya, ujue ujumbe aliyoupeleka huko kwenye mataifa ya magharibi, kwa vile ambavyo wanavyotuona Afrika sisi ni tuna matatizo. Picha zinachukuliwa watu wanapigana vita, kwani wao wapiganagi vita? Wanapigana vita, lakini wao wakikuonyesha wanakuonyesha sehemu ambazo ni nzuri tu, majengo mazuri na nini, na hawataki kukuonyesha hiyo mambo ambayo
Kwa sababu ndugu zanguni, matatizo yako kila mahali matatizo yako, mpaka kwenye haya mataifa ambayo si ndio tunaita mataifa yameendelea, na kila mmoja anatamani aende kwenye haya mataifa. Matatizo na kwenyewe pia vile yako, lakini je, ni taarifa gani mnaitoa na ni taarifa gani mnabaki nayo? Na ndio bana, unaona, mfano angekuja hapa, najua angefurahia pia kuona kwanza, watu wangeona maendeleo ambayo yamefanyika Tanzania, watu wangeona pia usalama ulioko Tanzania, tofauti na hivi ambavyo habari zinaenda kuwa Tanzania sio salama. Ndio maana nauliza, Tanzania sio salama kwa mantiki ipi? Kwa maana ipi? Unaona, kwa ndivyo hivyo. Sasa sijajua, maana toka Kenya alienda Egypt, kwa sijui je, Tanzania kweli atakuja ama hatakuja. Na alipoulizwa akasema ni kwa sababu Tanzania si salama sana, lakini sio kweli. Nafikiri ndio maana waziri Bebidi sasa aongee kuwa jamani, huku Tanzania sisi tuna usalama wa kutosha kabisa. Ya mambo yale yaliyotokea ule mwezi wa 11 wa 10 nilikuwa wa 10 ule, haya yakatarajiwa kutokea mwezi wa 12, hayakutokea. Tunamshukuru Mungu, lakini Tanzania tuko salama. Kwa hiyo haya yote na taarifa zinazoenda huko akuta zinaenda zikiwa kwa namna hiyo. Kwa huyu ndio Aisha Speedy ambaye nimeona ni kuambie kuhusiana na yeye. Ni nani hasa? Kama nilivyokuambia, jina lake ni Darin Jason. Darin Jason, huyu kijana. Kwa hiyo ndivyo namna ilivyo, lakini kikubwa ni namna alivyoitangaza Afrika, na Waafrika wengi sasa wa Marekani wanawaza kurudi Afrika. Asanteni sana, unakuwa Mwafrika na ushukuru.